Video ya leo itakuwa inahusiana na sehemu gani naweza nikapata domain za international, kwa mfano .com, .mov au .site au .net au .org au .io au .ai. Manake kwenye upande wa local inakuwa ina baadhi ya ina limit. Kwa mfano unakuta zipo tu, kwa mfano kama hosting wa Bongo labda zipo tu .co.tz au pia pricing zao unakuta ni kubwa. So that's all. So unafanyaje? So site ya kwenye upande wa domain, kwa nini tunahitaji kuwa na domain? Kitu cha kwanza tunasema ili kazi zetu zionekane professional na pia easy to remember. Na kitu kingine tunasema online presence, kiasi kwamba mtu hata akikusearch kwenye Google anaweza kupata kupitia link ya website au anaweza kupata kupitia social media. Na kwenye social media anaweza akawa na link ya kwenda kwenye website. Na pia kwenye wale wenye online shop wanaweza kafanyaje? Wanaweza wakanunua domain ili kufanyaje? Ili user awe anajua kwamba site fulani iko sehemu fulani, nikitaka kwenda kununua kitu nanunua kitu sehemu fulani. So site ambazo nitazielezea ni Cloudflare, Popban, Namecheap na GoDaddy. So kwenye upande wa Cloudflare sehemu ambayo naipata ni kupitia hii link. So kupitia hii link ambapo nitakuja hapa nita search domain kutokana na biashara yangu. So inategemeana biashara yako inahusiana na kitu gani. Kwa mfano, so kama kwa mfano inaweza ikawa labda biashara yako tunasema inahusiana na kilimo. So labda kilimo kuhusiana na issue za pembejeo. So naweza nikasema biashara inaitwa labda ninasema pembejeo labda pembejeo safi. Biashara yangu ndio inaitwa hivyo. So nitafanyaje? So nakuja huku na search hapa, naandika pembejeo safi, then na search hapa kwenye Cloudflare ili kupata nini? Kupata result. So kwenye issue ya pembejeo safi nakutana na domain ya kwanza ni .com, na pili labda ni .net, .org, .uk na domain zingine labda .blog, .me. So utachagua ambayo inaenda, yani ina reflect na theme na nini? Theme ya kampuni yako. So kwa mfano kama ingekuwa pembejeo store safi labda pembejeo safi ambayo inauza nini? Inauza hizi pembejeo. So ikiwa .store inakuwa ni fresh, kwamba inakuwa kama ni go down fulani ambalo la pembejeo. So ukichagua .com then ni vizuri kuchagua inayoendana na theme. So kama labda kwa mfano mimi ni developer, nasema jina langu let us say ni WordPress Nyagawa. So naweza nikachagua labda domain labda .com au .dev kimaanisha development, labda .net labda na nyingine labda .org. So ni vizuri kuchagua domain inayoendana na theme na yani na kazi yako na niche yako. So ukishachagua hapa, ni uzuri ni kwamba ukiona hapa kwenye price $10.46, hii ni almost kama na $27. So kwenye domain for the first year tunasema tunakuaga tuna buy, ambapo tuna buy kwa dola ngapi? $10.46 kwenye .com. Kwenye then mwaka unaofuata baada ya mwaka mmoja tuna renew, ambapo uzuri kwenye Cloudflare tuna renew kwa bei hiyo $10.46. So ndo uzuri wake. So then baada hapo pia kuna domain ya .net $11.86 kurenew hapa. Ila so uzuri ya Cloudflare naona kwenye bei ya kubuy na kurenew ni almost kama the same. Then ukiangalia huku chini unakuta kwenye zingine kufanyaje? Kununua kwa mfano hii hapa .co kubuy kwa mwaka mmoja ni $15, ila kwenye kurenew dola ngapi? $30. So inakuja ina increase price. So ni vizuri ukaangalia bei ya kubuy na bei ya kurenew. So ili next time mwaka ujao unao renew usifanye maamuzi, usianze kulalamika kwamba nilifikiria ni $10.46. So Cloudflare. So faida moja wapo ya Cloudflare tunasema Cloudflare
Faida moja ni kwamba pricing zao ziko poa, na kunakuwa kuna issue za free privacy. Then hapa tunasema ni chaguo nzuri for wale watu wa tech savvy. Maanake kwa mfano kwenye Cloudflare wana provide issue za security pia, so inakuwa ni rahisi kwenye upande wa security. Maanake kama domain umenunua sehemu nyingine and then unakuja kufanya setup kwenye Cloudflare, kunakuwa kuna baadhi ya complication. So that's all. Then kitu kingine wa kampuni lingine ambayo naweza kusema sehemu ambayo naweza kununua domain ya pili tunasema ni Pokban. So kwenye upande wa Pokban ni uzuri, ni wana pricing nzuri. So yani pricing zao ni nafuu. So nitakuja hapa pokban.com, nita search jina la biashara kutokana na jina la biashara. So hapa nitasema labda pembe. Usahau kwamba kwenye Cloudflare uta click confirm, then baada ya kuclick confirm, kama una login detail au kama hauna account, utaanza kwanza kwa create account. Kama una account uta click login, then hapa ili uweze kulipia inabidi uwe na card, uwe na na Mastercard au account ya bank ambayo ina Mastercard. So tunasema kwenye kubuy inabidi ukiwa una account ya Mastercard. So kwa mfano Tigo wana Mastercard, kwenye upande wa Vodacom pia wana Mastercard, kwenye Airtel pia wana Mastercard, na hata pia account za tunasema bank ni account. So ambayo nimeitumia sana kwa upande wangu, nimetumia Tigo pamoja na Airtel. So that's all. So utakuja hapa, kama una account uta login, then utamalizia process ya kununua. So wa pili ni hawa Pokban. So nasema hivi, nitasema pembejeo ni safi. So baada ya kuandika pembejeo safi, then nitakutana na hichi hapa kitu. So kwa mfano hapa ananiambia kwamba kama ni domain ya .com ni $11.08, ambapo huku ni dola ngapi? Sorry, itakuja hapa huku tunakutana, ilikuwa kama ni dola 10.48, 0.47. So huku imeongezeka dola ngapi? Kama dola moja. So unaweza compare price and then nikasema mimi nitaishi na hiyo. So uta click buy, ambapo kwenye kununua ni the same na kwenye renew ni the same. So kuna domain nyingi labda huku zote, ila ni vizuri kujua na biashara yako imebase kwenye gani. So nita click kwamba add to cart, then nikija kwenye cart hapa nakutana na maelekezo hapa, ambapo sisi nasema nanunua domain. So unaweza kuchagua labda miaka 4, labda ambapo ni year pricing, ukachagua miaka 4 moja kwa moja, unalipa ya miaka 3, au ukachagua ya mwaka moja. So hizi details zingine sisi tunaachana nazo, maana lengo la leo ni kwamba unaeleza tu kwa ajili ya kununua domain. So first year unakuta ni hii hapa, na renew hii hapa. So that's all kwenye upande wa Pokban. Na pia kitu kingine naweza remove to cart, una click hapo, then baada hapo nakuja kwenye domains hapa. So nikija kwenye domain naweza nikachagua kitu gani. So labda kwa mfano so unakutana na register wengi .nin, .ai, .art. Inategemeana na business yako unataka ifocus na kitu gani. Labda that's all. Na kitu kingine, kuna time huwa inatokea domain imechukuliwa. Let us say kwa mfano hapa nikasema manukato. So nikiklik hapa manukato, nikija hapa na wananiambia manukato imeshachukuliwa, ambapo ili niweze kuipata mimi nitalipia dola 995. So kama hauna uwezo wa kuichukua hii, unaweza ukachagua labda manukato
labda manukato, labda ukaongeza labda com, au manukato labda ukaongeza o, ila i-maintain theme ya website yako. So that's all kwenye upande wa Namecheap. Then sehemu nyingine ambapo tunaweza tuka buy domain, tunasema ni Namecheap, ambapo kwenye Namecheap utakuja hapa uta click domain search, then baada ya click domain search, then utafanyaje, uta search jina la domain ambalo unataka ulibuy. Let us say mimi labda nataka nichague domain, labda nachagua labda tunasema pembejeo safi, then nita click search. Then baada ya click search nakutana na list ya hizo hapo, ambapo naambiwa kwamba nakaribisha kwamba pembejeosafi.com kuna hii hapa, ambapo ni dola ngapi. Kwa mfano hapa unaona kwamba ukija hapa nasema hivi .com, ambapo unaweza kama una promo code, with promo code, ukiweka promo code hii hapa unaipata kwa hii hapa. So ni vizuri kusoma maelekezo vizuri. So anasema hivi kwamba .com ni $11.28 kwa mwaka wa kwanza, ila kwenye kurenew anasema hivi, ambapo kwenye kurenew ni dola hii hapa. So ni vizuri kujua hicho. So hizi ni baadhi ya site. Then site nyingine nasema GoDaddy, ila ni kwamba kwenye GoDaddy inakuwaga kwenye kuanza nayo inakuwa ni cheap, ila kwenye kurenew inakuwa ni gharama. So ni vizuri ukafuatilia vizuri kwenye issue za pricing. So nasema hivi pembejeo nini nasema hivi sorry, huku tunasema tuliita pembejeo safi, then nita search. Baada ya kusearch na kutana na results hizo hapo. So kwa mfano hapa yeye amedefault kwenye nini, amedefault kwenye PH, ila sisi hatutaki. So naweza kusema kwa mfano hapa unakutana na .com anasema hivi kwamba gharama yake imekuwa hii hapa, first year for the so unakutana kwamba pricing yake ilikuwa dola hii hapa, ila imekuwa dola hii anasema hivi first only with third year. So una click hapa, anasema hivi we offer significant discount for the first year of hapo ndani ya miaka mitatu, and so subsequent years of term of year out renew based on the term you selected before purchase. So lazima ujue. So nikiclick hapa, add, then ananiambia domain added. So nikija kwenye cart kuona nini pricing za domain zao, ananiambia hivi kwamba so kuna inaonekana yani hao wanakuwa na complexity nyingi. Ananiambia hivi so kuna issue za nini, kuna issue za security, full domain protection dollar plus pricing yapo. Then kunakuwa issue za credibility, kama unataka email, ila lengo letu sisi ni kwenye upande wa domain. So kama utaki domain protection una click hapo, kama unataka una click hapo. Then baada hapo tunasema una continue to cart, ambapo kwenye continue to cart hapa ndo unakutana na price, manake hawa pia maelekezo yao yanakuwa hayajanyoka. So kwa mfano hapa anakuambia hivi umechagua miaka mitatu, ila mimi sitaki mwaka mitatu, nitachagua mwaka mmoja. So nikichagua mwaka mmoja nakutana na dola ngapi? Dola 25 pamoja na domain protection. Kwa mfano nasema nika select kwamba sitaki domain protection labda, so nakutana na dola 12 hapa. So hii hapa ndo option ya ngapi? Ya tatu, ila I do advise kwamba hawa wanakuwa na complications. So site nzuri ya kuanza nayo
ya nzuri. Kama hapa umeona Cloudflare pricing yake ni ndogo. Pia inayofuatia kwenye pricing kuna Popban, then wanafuatiwa na Namecheap na wanafuatiwa na Godaddy kwenye pricing. So that's all kwenye upande wa domain. Then next time tutaongelea issues zingine kama issues za emails na pamoja na nini, vitu gani vya kuzingatia unavyochagua kununua domain pamoja na services nyingine kama email, kwamba kiasi kwamba hata kwenye pricing za mteja unakuwa ni rahisi kumwelekeza. Asante.